watayafanya kikamilifu kama ambavyo yale ambayo sisi kama serikali tulitakiwa kuyafanya tumeyafanya kikamilifu, na matokeo ya mchezo wa kesho yatakuwa in our favor. Kwa hiyo naamini tumejiandaa vya kutosha na tutafurahia mchezo. Kati ya miongoni mwa vitu vikubwa vitakavyotokea, lakini kubwa ni tutapata matokeo katika nusu hii ya kwanza ya finali ya Confederation Cup. Mheshimiwa, unatazama mazoezi leo, hali ya wachezaji umeionaje na unalipi la kuambia kuelekea mechi ya kesho? Hali ya wachezaji ni nzuri, kama mimi na nyinyi wote tumetazama mazoezi na mtanielewa, nyinyi ni mashahidi, mtanielewa nikisema kwamba hali ya wachezaji ni nzuri na inatia moyo. Sisi wote ambao tumekuwa hapa tumeyafurahia mazoezi haya ya mwisho kama tunaangalia game yenyewe, na naamini hali hii itajiakisi kwenye mchezo wa kesho. Umepata fursa ya tofauti na sisi ambao tumepata kuweza kuwa na wakati pamoja na management pamoja na bench la ufundi la timu hii. Kwa kile ambacho umekisikia kutoka kwa utayari wao uko namna gani, kwa asilimia ngapi? Kusema kweli, uongozi wa klabu ya Simba, benchi lao la ufundi na wachezaji wanafanya kila kilichopo ndani ya uwezo wao kupata ushindi kwenye mechi hii. Wanajua ukubwa na uzito wa mechi hii kwa klabu ya Simba, lakini wanajua ukubwa na uzito wa mechi hii kwa nchi ya Tanzania. Ili tukilichukua itakuwa ni kombe letu la kwanza kwenye ngazi ya vilabu vya wakubwa na timu za taifa vile vile kwa timu za Tanzania. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana na wanafahamu hilo. Yaani kila unachowaambia unaona kabisa kwamba kinawaingia moja kwa moja na wamejiandaa. Hata mipango yao ya jinsi ambavyo wanataka ku-approach mchezo huu, unaona kabisa ni watu ambao wanajua wanachokifanya, na naamini hali hiyo itajionyesha uwanjani pia. Umependa kufahamu, hatujasikia ahadi rasmi kabisa kuanzia bao la mama hilo la kwanza, na endapo Simba atachukua ubingwa, kitu gani hasa kama serikali mmewaandalia? Kwanza kwenye bao la mama, kwa sababu tuko kwenye nusu ya kwanza hizi finali, tumalize mchezo wa kesho alafu ahadi itakuja. Lakini kwenye bao la mama, Mheshimiwa Rais ameniagiza kusema kwamba bao la mama sasa hivi ni milioni 30. Kila goli ambalo wachezaji wa Simba watalipata ni milioni 30, na nilisahau kusema hapa wakati naongea nao, lakini tutapata nafasi ya kuwafikishia ujumbe huu. Kwa hiyo ukatili wao, na nimeiwekea alama za kufunga na kufungua, ndio utajiri wao kesho. Sikuja na hela hapa, lakini nitawahakikishia kwamba mabao watakayofunga tukifika nyumbani watakutana na hela zao hapo. Alafu hiyo ya bonus ya kwamba wakishinda kombe hili watapata nini, tutaisema tukifika nyumbani. Moja ya vitu ambavyo mimi huwa nawaambia wachezaji kila wakati ni kwamba wao wanaujua mpira kuliko sisi technically. Kwa hiyo sisi tunachokuja ni kuwatia moyo na kuhakikisha kwamba wanafahamu kwamba tunawaunga mkono, tuko nyuma yao, na yale yote yanayotakiwa kufanywa nje ya uwanja tutayafanya. Ile kazi ya ndani ya uwanja ndio ambayo sio ya kwetu, na tunawategemea wao kuifanya. Ndio hicho kitu ambacho kimsingi nimekuwa nikiwaambia na nimewaambia leo tena. Mheshimiwa, kwa kumalizia, moja kati ya story kubwa ambayo inaendelea hapa Morocco ni kushangazwa kwa hiki ambacho kimefanya na Simba. Wengi wanadai wachezaji wengi ni mara yao ya kwanza kushiriki fainali, na wengine kwa asilimia kubwa ni mara yao ya kwanza kushiriki haya mashindano. Pengine kuna uzito wote kupitia hiki kuwafanya RS Berkane kuingiwa